bado haya yakichukuliwa ni uadui, tuna kesho ngumu sana inakuja mbele. Katika ushauri wangu, kumbukeni Mungu yupo. Aidha atakuja kuinua mtu duniani hapa atakayekuja kulipa kisasi kwa niaba ya tusioweza kulipa kisasi. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura 15 mstari wa 33 imesema, lakini Samueli akamjibu Agagi kusema, kama upanga wako ulivyofanya wanawake kufiwa na watoto wao, vivyo hivyo mama yako atafiwa miongoni mwa wanawake. Basi Samueli akamkata Agagi vipande mbele za Bwana huko Gilgali. Na katika Samueli wa kwanza hiyo sura ya 24 kuanzia mstari wa 11 nasema, tena baba yangu, tazama tafadhali upindo wa vazi lako mkononi mwangu, maana ikiwa nimeukata upindo wa vazi lako nisikuue, ujue na kuona ya kuwa hakuna uovu wala kosa mkononi mwangu, wala sikukosa neno, ingawa wewe unaniwinda roho yangu ili kuikamata. Bwana Mungu na atuamue kati ya mimi na wewe, na Bwana anilipize kisasi changu kwako, lakini mkono wangu hautakuwa juu yako, kama vile walivyosema watu wa kale katika mithali yao, katika waovu hutoka uovu, ila mkono wangu hautakuwa juu yako. Na mfalme wa Israeli ametoka ili kumtafuta nani? Unamuinda nani? Ni kuinda mbwa mfu au kiroboto? Basi Bwana Mungu na atuamue, akatuhukumu mimi na wewe, akaone akanitetee, neno langu akaniokoe na mkono wako. Maneno haya yanaonyesha kuna watu hatuwezi kulipa kisasi, kuna watu hawezi kulipa kisasi, lakini Mungu anaweza akamuinua mtu anayeweza akaja kuamua kulipa kisasi kwa niaba ya tusioweza kulipa kisasi, kwa niaba ya wasioweza kulipa kisasi. Njoni tuzungumze. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Sababu wakati mwingine kwenye chama tunajisahau, tunaishi kama Mungu hayupo. Tunaamini chama ndio kila kitu. Watu tunakuwa hatuna ubinadamu, tunakuwa wanyama, tuko tayari hata kutoa roho ya mtu kwa sababu ya madaraka. Jambo ambalo si sawa. Uongozi ni vijiti kupokezana, leo uko wewe, atakuja leo mimi niko Maonenge, akija mtu mwingine hata sababu tujaribishe mtu mwingine. Kwa nini mimi nina chuki ya kumchukia mtu mwingine? Tuache vitendo vya ukatili kwenye wakati wa uchaguzi. Tuko tayari kufanya kitu chochote kwa sababu ya nafasi. Alafu umepewa nafasi, huwezi kuwa na baraka, unamjua mmoja ameongea hapo, unaweza kupata nafasi kwa hila. Unaweza kupata nafasi kwa hila. Mwisho wa siku kula anaitwa na kuzomea. Kila ukienda ile mkutano unazomewa. Aliongea akasema unazomewa. Kwa sababu nini? Sio chaguo la Mungu, sio chaguo la nchi. Kabla sijafafanua kuhusiana na hiki, hebu nilete na mtu mwingine. Huyu ni mbunge ambaye aliongea ndani ya bunge. Kimsingi na mimi naye ni wa CCM, si mfuatiliaji sana wa mambo ya tawala, lakini sura yake huyo ni kama wa CCM. Naye aliongea. Inawezekana sasa katika kuongea unapotazama ni kama makofi si mengi sana. Kuna kitu kinachoashiria kwamba ni kama kisa mambo ya haki hayana uungwaji mkono sana na katika jamii fulani. Sasa pamoja na hayo, uthubutu tu wa kusema, ingawa mwishoni palikuwa na makofi yale mengi kiasi, lakini uthubutu wa kusema kitu cha aina hii, nasema pana, kwa kuwa pia inasemaga mbona tukifanya vizuri ampongeze, basi ni vizuri sana
unajua hatuna hiana. Inapotokea mtu amethubutu ndani au nje ya Chama cha Mapinduzi ama jamii yoyote, watu wengine tusio na hila tutajitokeza expose hicho kitu ili kifahamike zaidi. Hebu tutazame. Nitoe wito na niwakumbushe ndugu zetu wote ambao wamepata heshima kubwa katika taasisi au vyombo vya dola katika utoaji wa haki. Katika utoaji wa haki niwape rai moja. Na hapa naomba ninukuu maneno ya Biblia. Wakasome Zaburi ya 90 mstari wa 10. Inasema maneno haya, Mheshimiwa Spika, Naibu Spika. Uhai wetu hapa duniani ni miaka 70. Tukiwa wenye nguvu 80. Kiburi chake ni taabu na mateso duniani. Maana yake nini? Duniani tunapita. Ukipewa jukumu la kutoa haki, hebu toa haki vizuri kwa kuzingatia misingi ya sheria, Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa sababu duniani tunapita, na nimesema mimi na Biblia inasema ukizidi miaka 80 na kuendelea kiburi chake taabu na mateso. Maana yake nini? Hata suti ya milioni 1, Mheshimiwa Spika, ukiwa na miaka 90 huwezi kuvaa. Hata nyama huwezi kutafuna. Ndio taabu na mateso duniani. Kwa hiyo duniani maisha yetu ni temporary. Lakini pia waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto anasema nikiitazama dunia ni ubatili mtupu. Kwa hiyo tunapokwenda kutoa haki, iwe katika level ya familia, iwe katika level ya taasisi za serikali au mahakama, tusimamie misingi haki, tukijua kwamba hapa duniani tumekasimiwa haya majukumu kama neema, tumepewa kwa neema. Sasa hebu tutumie neema hii vizuri kuwatendea haki ambao kimsingi hawana hatia na wanataka kutendewa haki. Mambo yaliyopo duniani, tuwe na mali, tuwe na fedha, tutaziacha duniani na tutatangulia mbele za haki. Baada ya kusikia haya, kabla sijafafanua, nakuja kuyafafanua sasa yote kwa ujumla, au nakuja kutoa ushauri na kuja kutoa challenge ama pongezi kwa ujumla. Kabla niruhusu wimbo huu ambao ni wito wangu kwa siku nyingi sana. Kama huu ndio witikio, asante. Kama sivyo, bado wito unaendelea. Niruhusu kipande kidogo cha wimbo, alafu baada ya hapo nakuja sasa nihitimishe. Mko wapi wana CCM, wa Sabato, Waislamu? Uhai ndio msingi wa yote, vyama na imani zote. Mko wapi? Mbona mmetuachia wachache? Ndio tunalia na bado tunaandamwa, kwamba tunavyolia ama kulalamika ndipo tunaondoa amani. Mbona imeandikwa lieni pamoja na wanaolia? Mbona wenzetu munaimba kubarikiwa? Komediani wachekesha nini wakati wa majonzi vilio kama huu? Mko wapi? Wahubiri, mkemee utekaji na mauaji. Mko wapi? Waimbaji, ili mutunge nyimbo za kupinga utekaji. Mko wapi? Wachekeshaji, ili mchekeshe kwa kuwakejeli wauaji. Mko wapi? Manabii, mututoe kwenye giza. Mko wapi? Waonaji, mututoe kwenye giza. Mko wapi? Kwenye giza. Mko
Naamini hiki tulichokiona hapa sio AI. Naamini hivyo. Na ikiwa ni hivyo, na kwa kuwa itakuwa ni hivyo, kwa kweli walau kuona sura na kusikia lugha kama hizi inaonyesha ni kama ndani ya CCM bado kuna watu mna roho ya ubinadamu au roho ya utu ama hata ya uchamungu. Nasema ni kama inaonyesha, ni kama huenda wengi wenu mnajuaga imo tumo hamtuoni tu, tunakaa kimya. Icho kimya kwa mujibu wa Biblia, icho kimya. Mwingine anakuambia tumo ila njaa tu. Hiyo njaa, unapoendekeza njaa wakati mwenzako analia, unapokaa kimya wakati palihitaji sauti yako ili kumfuta chozi ama kupata suluhisho la nini kifanyike wakati kuna mtu analia, huyo ndo shetani mwenyewe. Yani huo ndo ushetani mwenyewe. Msemaji mmoja anasema watu wema hufa kwa sababu ya ukimya au kukaa kimya kwa watu wema, kwa sababu wabaya wenyewe wapo siku zote kutafuta. Biblia inasema kwamba wapo kutafuta kumfisha mwenye haki. Na mwingine huyo tena arudia tena kusema, akasema heri adui anayeongea kuliko rafiki aliyenyamaza. Sikia, tupo tulio watu wa Mungu, ila tu njaa, woga. Njaa ndiyo iliyofanya tulaanike. Njaa ilimponza Esau, njaa kulimponza Adam, tukawa kwenye aibu hii tulio nayo. Ni njaa iliyo sababu ya uharibifu uliopo duniani. Kwa hiyo kusema tumo ila tu njaa, ila woga, shetani ndo hivyo. Yani njaa hiyo ndo shetani mwenyewe. Uoga, ubinafsi, kuona kwa sababu wewe uko salama, huyo ndo shetani mwenyewe. Lakini hata hivyo, hata kwa hatua ndogo hiyo, hata kwa hiyo hatua ndogo hatutasita kusema walau ni kama kuna kamwanga kanaweza kanawaka ndani ya baadhi ya wachache. Fahamike kwa sasa ndani ya Chama cha Mapinduzi na katika namna mbalimbali za mamlaka, kwa wengine sisi ni vigumu sana kuona mtu na ukamwona hivi, ukamwona ni binadamu. Kwa wengine sisi karibu kila unayemwona unamwona nyoka. Na unafahamu nyoka unavyomtazama. Nyoka mwenyewe anawaza akugonge wewe, lakini na wewe pia unasema akitokea mtu yoyote hata kifanyike chochote juu ya nyoka huyo. Kwa wengine sisi tunatazama kwa sura kama hiyo. Lakini unapoona walau kidogo, mwanga walau kidogo unatokeza. Elia aliona mkono wa mwanadamu, ikawa ndo mvua itanyesha na laana iliyokuwa ndani ya nchi itaondoka. Kwa hiyo hatutaupuuza mkono mdogo, mfano wa mkono wa mwanadamu. Hatutaupuuza, utaendelea kusema Mungu, ama inawezekana kwa mkono huo unaotoka baharini, inawezekana ndipo ukombozi unakwenda kutokea. Kuna lugha kama mbili ambazo kaziongelea. Nadhani huyu ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, nadhani huyu Mwarunenge, nadhani hivyo, ni kama ni hivyo. Lakini kuna lugha ameiongea huyu mtu wa Mungu, kasema kuna watu wanajua chama ni Mungu. Watu wamesha sawa hata kwamba Mungu yupo. Naamini lugha hii itakuwa na tafsiri kuwa wapo wanaofanya chochote, ikiwemo kuua mtu, akijua chama
ni usalama wake wa 100%. Yani chama kitamlinda, kwa kuwa tu chama kipo, hata uwe chama kitamlinda, sababu chama pengine kina uwezo wa kucontrol vyombo vya dola ili visimchukulia hatua ya aina yoyote. Mwanenge, lugha hii naamini anamaanisha kwamba usione kwamba chama ni Mungu. Naamini atakuwa anamaanisha kwamba inawezekana kabisa kuna siku chama kitakuluka, chama hakitaweza kukukava. Inawezekana kilikuaminisha kwenye vikao vingine, kwenye mazungumzo mengine, kilikuaminisha piga popote, fanya lolote, sisi tupo. Lakini kama hii lugha ni indicator, ni taa inatoka kwenye giza totoro, inasema huenda kuna matukio utakuwa unayatekeleza ama unayachochea yatekelezwe, chama hakitakubackup ama litakuwa nje ya uwezo wake kukubackup. Kwa ni lugha ya kiucha Mungu sana, ni lugha ya kizalendo sana, ni lugha ya kibinadamu sana, kwa sababu kweli ulivyo, hata ionekane wanadamu wamejisuka vipi. Walikuweko watu waliokuwa wanajenga mnara wa Babeli, walizungumza lugha moja, lakini Mungu alikuja kujitokeza akagawanya ile lugha. Hawakuamini, wakajikuta tu hawaelewani. Nina uhakika hakuna fedha, hakuna cheo kitafanya kila mtu abaki anaona kawaida vilio, uchungu wa watu. Naamini hilo, yani naamini. Na wakati mwingine ni yule ambaye haumdhani. Utashangaa tu kabisa amefika mara anasema kilio ni kilio, damu ni damu. Watu wanapolia, binadamu lazima ushtuke, ulie pamoja nao. Unayefurahi unaona kawaida, wewe ni nani? Amini hilo. Na baada ya hapo huenda nabii nyingi ambazo zilionekana ni kama ni za chuki zikatimia. Lugha nyingine ya Mwanenge anasema unaweza kupata cheo, ndio. Unaweza kupata cheo, kufanikiwa kupata cheo, lakini umeua mtu. Ukienda kwenye mikutano mahali fulani, utakapoingiliana na jamii unakuta unazomewa. Niongezea hapo kwamba inawezekana akadhibiti na wakuzomea, inawezekana akadhibiti na wakulalamika, inawezekana akadhibiti na wakulia. Lakini ogopa sana mtu anapokuzomea moyoni, na popote anapokuona dua yake ni nini kifanyike. Mungu, shetani, mchawi, yoyote uliye na uwezo, mimi nadhani siwezi kufanya, aidha kwa sababu ya nguvu nilio nayo ama imani nilio nayo, siwezi kumfanyia chochote huyo mtu. Lakini Mungu, huyo mtu asibaki anacheka siku zote. Na huyo mtu usidhani, kwa sababu kwa mfano uharibifu wote ulipo hapa, hakuna anayesema ni mimi moja kwa moja. Ndio maana mara kadhaa niwaambia hata Yesu hakuna aliyemuua moja kwa moja. Hakuna aliyemuua moja kwa moja. Yani wale waliosema asulubiwe sio waliomuua. Aliyetia sahihi akauawe sio aliyemuua. Waliomgongemelezea msalabani, kumbuka walimgongemelezea msalabani, walimwacha hai, hawakumuua, sio aliyemuua. Na ikaonekana kwamba Yesu yeye mwenyewe alitoa roho yake. Lakini lugha iliyopo, walimuua Yesu. Nataka ujue, kuua si mpaka wewe umemalizia koromeo. Kuua ni unaona kuna mauaji, kuna mipango, ungeweza kusema jambo ukazuia ama ukajitokeza kufichua kwamba kuna mpango huu juu ya mtu huyu, kwa siri ukamwokoa yule mtu, ama waziwazi yule mtu akachukua tahadhari akanusurika. Hukusema, ukaona ukakaa kimya, ama ukahusika kupanga, kusukuma kwa namna yoyote. Kote huko ni kuhusika kuua.
Kwa hiyo hizo lugha za Mwarunenge kwa kweli zimeonyesha walau kacheche kataa. Inawezekana lugha kama hizi tutasikia kwa nadra sana. Baada ya lugha hii inawezekana ikawa vigumu kusikia lugha nyingine. Huenda pengine wakizungumza lugha kama hizi wakakutana na namna zingine ambazo sasa kwa nini unatusaliti? Kwa nini unaanza kuwa na huruma? Kwa nini unaanza kuonyesha una roho ya kibinadamu? Kwa nini wewe pengine mpaka usifiwe? Na watu kama akina Mbarikiwa tunaojua hawezi kusifu lolote. Sio mimi naweza kusifu. Sina adui wa kudumu, sina rafiki wa kudumu, sina chama, kwa sababu sera za vyama zilivyo. Naamini ukombozi, naamini jamii kuishi bila kulia, naamini wanadamu hawa binadamu sisi wenyewe hivi tunaweza tukawekana vizuri, asiwepo anayelia, asiwepo anayeumia, na kila mmoja hawa anafurahia kuishi katika nchi aliyopewa na Bwana Mungu wake. Lakini miundo ya vyama, namna vyama vinavyoyaendea, kuna tofauti kidogo kwenye hii Biblia. Wanaendea kwa namna ambayo ni rahisi sana ukiingia ukawa mwenye haki na ile haki yako ikaondolewa, akiwa nakwambia huku ndo kuokoa. Sasa mimi nimeona afadhali tusiokoe, kwa sababu sio kila aliyekuja duniani kwa moyo wa Mungu alikuwa na moyo wa kuokoa aliokoa. Afadhali tusiokoe, ila niilinde ile haki ambayo Mungu haitaka kuniona nayo. Kwa hiyo ndio maana unaweza kaniona nimekuwa karibu na mtu yoyote wa chama chochote, wa dini yoyote. Mimi nakuwa karibu na Muislamu yoyote, Mkristo yoyote, CCM yoyote, askari yoyote, mtawala yoyote, chama chochote. Na baada ya muda utakuta siko karibu naye, kwa sababu nitakuwa karibu na wewe kwa jema utakalolifanya. Sasa siku ya tabu utabaki peke yako. After all nimeshabaki peke yangu kwa mengi yaliyonikuta, kwamba sasa huku mbele ndo nipambane sana niwe salama. Roho yangu imechanwa. Nacho ni kifo tu. Nilipo hapa nacho ni kifo tu. Kwa hiyo hata tukisema tutafute mbinu sana nijilinde, bado nakilinda kifo. Ni kama kumlinda kwa miaka mtu ambaye ni mahututi. Kuna mara ndugu tunachoka, tunasema tu acha tu aondoke. Ama kulinda kwa miaka marehemu ambaye amelala hapo, unaanza kuhangaika marehemu huyo kwa vyote vile ainuke, aje atakuja kuinuka. Kuna mara unaamua ufukie tu ili isiwe inakutesa. Mimi hapa nilipo, kama wakati mwingine unaona kwa sababu uniungi mkono kwa kila kitu tutajificha siku ya mabaya, inawezekana Mungu ataamua niondoke mapema, kwa sababu anajua pia maumivu nilionayo ni kifo. Kwa hiyo isikupe shida. Kama utajua kufanya hiki ninachofanya ndo nazidi kuinua roho ya Mungu ndani yako, hata ambaye dhambi zako zimekuwa nyekundu kama bendera, naamini utanipenda. Lakini kama unasema hapana, sisi Mbarikiwa wewe tunataka upotee, unyamaze kabisa, mimi ni neno la Mungu, ni sauti ya Mungu. Yaani kazi pekee naishi kwa ajili ya hiyo, ni kuonyesha mahali palipo sahihi na mahali ambapo hapako sahihi. Ni hiyo, sikuipokea kwa mtu, naliipokea kwa Baba. Huko ndo nakwenda kurudisha majibu na ripoti. Kwa hiyo naomba tu kitu uwe na uhakika nacho. Sisi ni wale ambao kwa maisha yetu au kwa mauti yetu Kristo ataadhimishwa. Matendo mema yatatangazwa. Watu watajua walikuwepo, wamewahi kuishi watu wamebaki katika haki tu, licha ya vipigo na visago na viminyo vya kila aina. Sisi ndo hao. Kwa hiyo usi unakaa chini unapanga mipango tu ya kwamba lakini Mbarikiwa walikuwepo. Sisi tuna roho mbaya, kamati ya roho mbaya. Una roho mbaya kuliko waliwahi kuwepo.
Hakuna jipya chini ya jua. Hakuna jipya chini ya jua. Yote unayoyaona, unajiona una roho mbaya, walikuwepo wenye roho mbaya kuliko wewe. Lakini nakuhakikishia kwa mujibu wa Biblia hii, watu kama mimi walikuwepo, na kipindi kama hiki kilitabiriwa. Wewe utakuwepo na mimi nitakuwepo. Utakuwa na roho mbaya na utakuwa unalewa mipombe na kuzini, unasema mimi na roho mbaya. Kadri utakavyokuwa na roho mbaya ndivyo na mimi nitakuwa na roho nzuri sana na wema sana. Utakereka vyovyote. Iliandikwa, mwenye kuiba azidi kuiba, mwenye kuua azidi kuua, na mtakatifu azidi kujitakasa. Na utakatifu kwangu ni kutimiza, kusema, kufanya. Ni hilo takiwa kufanya. Ukumbuke Yona alitumwa Ninawi. Dhambi ilikuwa kutokwenda kusema, ndio maana Mungu akamwadhibu. Kwa hiyo mimi nisiposema, mawe yatasema na mimi nitaadhibiwa. Mimi sio huyo. Nitasema kabla ya mawe kusema. Nitasema na kuzuia mawe yasiseme. Unajisikiaje? Nakupa kichwa kiasi gani kwenda kujadili? Kwenda kujadili. Unaona hasiki, mimi ni huyo. Sikuitoa kwa baba yako hii kazi ninayofanya. Sikuitoa kwa baba yako, wewe mwana wa joka wewe. Mimi ni huyo. Napinga mabaya. Napinga ubaya. Nitaupinga mpaka siku ya mwisho ya kuishi kwangu. Na hata baada ya kutokuwepo, Mungu atainua mawe, atainua watu waliojua na moyo wa aina gani. Watakupinga, na anakuhakikishia wema hawataondoka milele. Utaondoka wewe na uzao wako kwa jina la Yesu. Fike mara, sione kwa sababu na uwezo wa kukaa na kujadili na kufanya chochote. Usijadili chochote kuhusiana kwamba utadhibiti watu wema waondoke duniani. Hukuumba wewe wala hakuumba baba yako. Hukuumba wewe hii dunia wala hakuiumba baba yako. Tulijikutamo tu humu duniani. Tulikuwa tuishi kwa namna ambayo hakuna atakayemuumiza mwingine. Ndio maana wakati mwingine tunakwambia kama hujui ufanyeje sasa, pengine ulishaharibu sana. Ufanyeje? Ndio maana tunaitisha mazungumzo. Njoo tuzungumze, njoo tukuonyeshe cha kufanya. Yote utaki, unasema tu nyamaza. Hivyo mkisema hivyo, mkipongeza hivyo, mnaondoa amani. Nyamaza. Kwa kuwa sasa umefika mara amani ni hicho unachotaka wewe, fanya bwana, sisi tunatimiza wajibu wetu. Tunachojua haya ndo maneno yanaweza kaleta amani. Sababu amani sio wewe unavyokula, wewe unashiba. Amani ni hali ya kila mtu kujisikia. Huwezi kasikia mtu anasema nina amani wakati kuna watu wanalia wako msibani, au kuna ajali imefanyika watu wamekufa vibaya, alafu mwingine anatokea hapa ila mimi nina amani, ila nchi yetu ya amani, ila tuna amani. Watu watakupiga mawe, watakuona mchawi wewe. Amani ni hali ya wewe kujisikia vizuri, kula kushiba wewe, lakini na jirani yako na watu wengine kujisikia vizuri. Njoo tuzungumze, tukutafsiria amani ni nini, tuitafuta amani hiyo. Haini mzungumze na nani? Haina shida. Acha sasa niseme, niseme kile ambacho ilitakiwa nikiseme. Kini ukizani kwamba bado uta control mpaka haki ya kusema niseme nini. Wewe lilevi, linywa pombe, limalaya, hata mke wako anaumia, unatembea na vitoto, unampelekea ukimwi. Unanuka wakati mwingine na kuvumilia tu. Humjali hata mke wako, ujali hata pengine watoto wako. Unafikiri ndo nitatumaini kwamba utanijali mimi. Alafu wewe ndo utoe hoja, kila kitu tufuate ya kwako. Hamna mtu wa Mungu, hamna bwana. Hamna. Njoo tuzungumze. Hata sisi ni binadamu. Tungeweza kuwa na cheo kama ulicho nacho, lakini wengine pengine tumekataa tu uchawa. Tungeweza kuwa na mamlaka kama ulio nayo, lakini wengine tumeona ubinadamu una thamani kuliko mamlaka ulio nayo. Haya. Niendelee mbele kidogo. Maswali ya kujiuliza yanakuwa ni asante, ongera sana Mwanenge, ongera sana mtu yote wa sehemu ambaye kama taa ya haki, ya utu, ya uchamungu inajaribu kutokea hata kama ni mara moja. Lakini
Pana maswali matatu hivi naweza nikajiuliza hapa kwa haraka ama kukuuliza ama kumuuliza mtu mwingine yoyote. Hiyo hofu ya kuuawa ambayo umeizungumzia, mtu yuko tayari kuua ili apate cheo, lakini cheo cha laana. Ni hofu ya kuuawa na CCM tu, kuuana wana CCM tu, au hata aliye nje ya CCM akiuawa ni kitu ambacho unaona kina laana? Mpaka nauliza hii swali manake kuna mapendekezo niko nayo, kama ni hata aliyeko nje ya CCM akiuawa nayo ni laana, basi nalo neno ndapendekeza hapa katika ushauri. Jambo la pili, kama ni hofu ya kuuawa kwa watu wote, hata walio nje ya CCM, kwamba nao unaweza kupata laana. Kweli hujui kuna waliouawa? Na tatu yake, hauoni kwamba kutaja majina ya wanaodhaniwa kuuawa ni kuwa sehemu ya jamii zaidi na kuwapa pole wahanga? Hauoni wahanga wanaweza wakafarijika hata kama haitoshi? Kwa nini yasitajwe majina ya walio? Tusifike huko tu, hata hapa asante. Lakini siku nyingine kama itakuwa salama kwako na kwa mwana CCM yoyote na kwa binadamu yoyote, askofu yoyote, shehe yoyote, mchungaji yoyote, mwimbaji yoyote, basi taja majina ya waliopotea, taja majina ya waliouawa, wanaodhaniwa kuuawa. Taja majina hayo, naonyesha kwa sehemu ya jamii hiyo inayolia. Ushauri: nionavyo mnahitaji kuongeza hatua moja mbele kwa mlio na moyo wa Mungu bado, yani watajeni majina wanaodhaniwa kuuawa. Ndio hicho nitakusema, si kazi sana hapo. 2, fanyeni kazi kikundi fulani cha mashetani au vishoka au machawa waliojiweka au kama mumewaweka. Kuna kakikundi kama shetani, vishoka au machawa waliojiweka au mliowaweka. Kama mjui, wito wangu ni ule ule, njoni tuzungumze. Kama mjui, wito wangu ni ule ule, njoni tuzungumze. Tutawaonyesha kakikundi kama shetani, tutawaonyesha kakikundi ka vishoka, tutawaonyesha kakikundi kama chawa ambao wanaamini kuwa wanapopanga njama, mipango ya kuua, kupoteza au kutesa watu au mtu anayepinga mabaya, kakikundi hako kama shetani, ka vishoka, kama chawa, kanaamini kuwa CCM ambao ndio mulio na serikali, kanaamini kuwa mnafurahishwa sana, na kwa sababu hiyo katika ushetani wake, ukishoka wake ama uchawa wake, anaweza kupata cheo au posho. Ako kakikundi kama chawa, kama shetani, ka vishoka, kafanyeni kazi. Hatukajui, tunaweza tukikaa tutafute jibu la jumla, njoni tuzungumze, tunaweza tukaonyesha mfano mmoja wapo kakikundi ka vishoka au mashetani. Kuna kikundi ambacho kimekaa mahali, kazi yake ni kwa mfano clip kama hii, chenyewe ni hapa ni kama ndio pana ujiko hapa. Yani kwa mtu kama Mbarikiwa, ukionekana ni wewe umemtafutia kesi, ni wewe umeminya walio karibu na yeye, ni wewe yani ni kama hapa utaonekana una akili, utaonekana unafanya vizuri, ni kama utaonekana
haraka sana akacheo kaposho hautacheza nako. Hicho kikundi kinapojadili tunatakiwa kukidhibiti yani kimeenda sana. We kama hapa mimi kwa haya niliyosema haya, ulikute wapi kosa la kibinadamu? Ulikute wapi nia mbaya hapa? Watu sehemu tunapochukuliwa hatua, kuminywa, kufinywa, watu kama sisi mwitakiwa aidha muniite tuzungumze, ama sivyo wadhibitini. Tunapotoa tahadhari, mimi sasa niko kwenye hatari 1 2 3, inabidi mtafute tuojiane. Hatari kwa sio pengine tunaenda kwa aina fulani ya watu ambao tayari tulishajua usiku na mchana wanawaza mabaya tu dhidi yetu. Kwa kweli kwenye maeneo hayo hatui, hata kama ungeniita kwa amani tu, njoo tuojiane Mbarikiwa, njoo, ninachojua tu at any time, hata kama uliniita kwa nia njema, nikionekana tu mbele yako akaniona mwingine au kampa taarifa mtu mwingine, Mbarikiwa amekuja leo tuongee, dakika yoyote inakuwa si amani tena, si kutafuta suluhisho tena. Dakika yoyote nakuwa nimeshaingia kwenye matatizo makubwa. Lakini mngetumia njia zingine, hii nyingine, tukiitwa tu, tukipigiwa simu tu, tukimwona tu, tunajua shari, mateso, uchungu umeshaongezeka tena. Joni tuzungumze. Kwambia machawa hawa, mashetani hawa, vishoka hawa, wanaamini ambao wanaamini kuwa wanapopanga njama, mipango ya kuua, kupoteza ama kumtesa mtu anayepinga mabaya, wanawafurahisha na aidha watapata vyeo ama posho. Ni vizuri sana tujadili ni kwa namna gani tuwaeleweshe, tuwafafanulie binadamu ni zaidi ya cheo, binadamu ni zaidi ya posho. Kumbuke nazungumzia mashetani ambao kwa sehemu kubwa tukikaa na tukayaona haya hapa na tukayashughulikia, yaweza yakachoma moto milele ama yakabadilishwa kuwa malaika. B, ushauri wangu B, wanaosifia kupongeza, wanaosifia kulinda, kupongeza, kutetea hata mambo ya hovyo tu kwa sababu watapata ulaji fulani au cheo, tafadhali watu hao wadhibitiwe. Tafadhali watu hao tutafute njia tuwadhibiti. Wanachochea hasira, wanachochea ghadhabu katika jamii. Kusifu mtu ambaye ameharibu, kusifu kwa mfano, kuna lugha ambayo huwa inakuwepo kwamba sasa kuna mtu anayeharibu kila kitu, tunasifu kwa mema, hatumsifu kwa kila kitu. Unajua kuna mahala baya la mtu ina uwezo wa kufuta mema yake yote. Ni vizuri sana mtu mwingine huyu, unajua ni maumivu makali sana kuona mtu aliyeua pengine ndugu yako, kaua ndugu yako, afu kuna mtu mwingine anamsifia, anasema kwamba huyu mtu mzuri sana. Inauma sana. Tutafute lugha ya pamoja. Isiwe mtu mzuri kwa sababu mzuri kwako, kishaona mwingine anakuambia hapana sio mzuri, amefanya 1 2 3, usikaze tu mzuri, hapana. Na huyo aliyeumizwa ataanza kukuona na wewe ulihusika kwenye mipango aliyotekeleza yule mtu. Kwa hiyo tafadhali tufahamu, hakuna kweli mtu mwenye mazuri tu, hakuna kweli mtu mwenye mabaya tu, lakini tujue mazuri ya mtu yana uwezo wa kufutwa na baya moja, na mabaya ya mtu yanaweza kutengenezwa na jema moja. Tujue cha kufanya, lakini tusiache hali kuwa hivi.
Imeandikwa katika Mithali 17:15, yeye asemaye kwamba si haki ana haki, na yeye asemaye kwamba mwenye haki ana haki, hao wote wawili ni chukizo kwa Bwana. Na ukumbuke, Mungu anapochukia reaction zake zinaonekana ni kwa wanadamu. Ni wanadamu ambao wanaonyesha Mungu amechukia, ni wanadamu wanaoonyesha Mungu amefurahi, ni wanadamu wanaoonyesha huyu ni shetani. Ni matendo ya wanadamu huonyesha huyu ni shetani, ni matendo ya wanadamu huonyesha hapa Mungu amejiinua. Kwa maana ajali ikifanyika, watu wakafa, wakaumia, watu wanasema shetani amejiinua. Mtu akafaulu, akapata faida, akapanda cheo, anasema Mungu amejiinua. Ni kwa tendo jema watu hujua huyu ni Mungu, ni kwa matendo mabaya watu hujua huyu ni shetani. Si ushauri wangu, katika hilo nionavyo mnahitaji fanyeni kazi kikundi cha mashetani, vishoka na machawa. Vyombo vya dola, vyombo vitoavyo haki ama vitoavyo huduma visitumike. Fanyeni kazi, ongezeni msukumo, visitumike kuua au kutesa watu. Vinaua, vimeua wapi? Tufanye, hakuna vilikohusika, hakuna. Ushauri, ongezeni msukumo. Vyombo vya dola, vyombo vya utoaji haki, vyombo vya utoaji huduma visihusike kwenye kutesa, kwenye kuua watu. Naposema hivi, kwa mfano mimi kabla mengi hajanikuta, kuna video ninayoitoa, jamani nisaidieni, nilikuwa nafahamu vyombo vyetu vinaweza vikafanya lolote katika yote uyajuayo duniani. Vyombo vyetu vinaweza vikaokoa, vikaponya tatizo la aina yoyote. Lakini kwa mujibu wa Biblia, vyombo vyote vya huduma za kijamii, vyote vya huduma, iwe hospitali, iwe polisi, iwe mahakama, iwe majeshi, vimewahi kutumika kuleta madhara makubwa kwenye jamii. Sasa vya kwetu ni vitakatifu kiasi gani? Viko safi kiasi gani? CCM ambao mbegu ya Mungu bado inamulika ndani yenu, mnaona mtu ana thamani kuliko cheo. Kama kiwapendeza, naomba sana mulikeni kwenye vyombo hivi. Mulikeni, kuna mwisho wa maisha haya. Mulikeni vilio vya tunaolia, ambao kwa namna moja na nyingine tuna namna ndani kwenye mioyo zinasema, ila Mungu tuamue. Mulikeni, inawezekana Mungu atakuja kutusemea. Mungu atakapotusemea, mtakaosogea kwamba tulikuwa pamoja na nyie, ukweli tutawaambia hatukuwa jua kamwe. Nisemacho ni kwamba, kwa mfano haya niliyosema leo, nilianza nayo nyuma sana. Yangeonekana ni ya mtu wa akili, tusingekuwa hapa kwenye mashaka haya, maumivu haya. Na mpaka dakika hii naongea, bado haya yakichukuliwa ni wadui, tuna kesho ngumu sana inakuja mbele. Kumbukeni, katika ushauri wangu, kumbukeni Mungu yupo. Aidha atakuja kuinua mtu duniani hapa atakayekuja kulipa kisasi kwa niaba ya tusioweza kulipa kisasi. Anaweza kainua mtu duniani hapa. Farao asiyemjua Yusufu. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura 15,
mstari wa 33 imesema, lakini Samueli akamjibu Agagi kusema, kama upanga wako ulivyofanya wanawake kufiwa na watoto wao, vivyo hivyo mama yako atafiwa miongoni mwa wanawake. Basi Samueli akamkata Agagi vipande mbele za Bwana huko Gilgali. Na katika Samueli wa kwanza hiyo sura ya 24 naanzia mstari wa 11 nasema, tena baba yangu, tazama tafadhali upindo wa vazi lako mkononi mwangu, maana ikiwa nimeukata upindo wa vazi lako nisikuue, ujue na kuona ya kuwa hakuna uovu wala kosa mkononi mwangu, wala sikukosa neno, ingawa wewe unaniwinda roho yangu ili kuikamata. Bwana Mungu na atuamue kati ya mimi na wewe, na Bwana anilipize kisasi changu kwako, lakini mkono wangu hautakuwa juu yako, kama vile walivyosema watu wa kale katika mithali yao, katika waovu hutoka uovu, ila mkono wangu hautakuwa juu yako. Na mfalme wa Israeli ametoka ili kumtafuta nani? Unamuinda nani? Ni kuinda mbwa mfu au kiroboto? Basi Bwana Mungu na atuamue, akatuhukumu mimi na wewe, akaone akanitetee, neno langu akaniokoe na mkono wako. Maneno haya yanaonyesha kuna watu hatuwezi kulipa kisasi, kuna watu hawezi kulipa kisasi, lakini Mungu anaweza akamwinua mtu anayeweza akaja kuamua kulipa kisasi kwa niaba ya tusioweza kulipa kisasi, kwa niaba ya wasioweza kulipa kisasi. Njoni tuzungumze. Jambo la mwisho, shauri wangu. Napenda mfahamu ya kwamba baada ya mwisho wa maisha ya kila aliyemo ndani ya CCM, aliyemo ndani ya kikundi cha vishoka, aliyemo ndani ya kikundi cha mashetani, ndani ya kikundi cha machawa, na hata aliyemo serikalini kwa sasa, wakati huu wa vilio vingi, aliye kitengo chochote mahali popote serikalini, naomba mfahamu mwisho wa maisha ya yeyote kwa sasa atakumbukwa vibaya na jamii iliyopo sasa. Zaidi sana atakumbukwa na makundi hayo tu, huku hao wengine ikiwemo wengi wao waliomo ndani ya makundi hayo, yani makundi ndani ya CCM, yeyote aliyemo ndani ya CCM, yeyote aliyemo ndani ya vishoka, yeyote aliyemo ndani ya mashetani, ndani ya machawa, ndani ya jamii ya serikali, yeyote, wengi wa waliomo hata wao wataungana na sehemu kubwa ya jamii wakilaani huyo, lakini pia watalaani na wazazi wake, watalaani na uzao wake. Jibu, uzao unaingilia wapi? Uzao mtu unaingilia wapi? Ukiwa na wazazi ama rafiki ama watoto ama ndugu wenye akili nzuri, kwenye kipindi, wenye moyo wa kweli wa haki, kwenye vipindi ambavyo watu wanalia na wanaolia wanahusisha na mahali unapofanyia kazi, wanahusisha namna zilizo kuajiri, wazazi, watoto, ndugu, marafiki, hushauri huyo mtu aidha ajitokeze kuweka msimamo wake wazi na kuwa upande wa wanaolia wazi, au aachane na ajira hiyo. Nje na hivyo
anaposema natekeleza tu kwa kuwa natumwa, mimi simo, wanajitenga na maeneo hayo, lakini nayaona, huyo huonyesha kwamba yuko pamoja ama ni mnufaika wa vitendo hivyo, kwa sababu hata wahusika wanaonufaika wanakuambia tunakulipa kwa sababu ya harakati kama hizi. Maamuzi yanayotakiwa kufanywa ukitaka uonyeshe kwamba wewe haumo ni haya aliyofanya Musa. Anasema kwa imani Musa, Ibrania 11 mstari wa 24, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Akaona ni afadhali kupata mateso na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Ushujaa, uhodari, upendo, urafiki wa kweli ni rafiki anayeweza kuachana na rafiki yake kwa sababu tu rafiki yake ama urafiki wao kuna watu wengine wanalia na rafiki haoni tatizo. Kwa hiyo anaamua kumwacha urafiki wake, afadhali ngoja nikaokoe wale, na hata akapata mateso pamoja na wanaolia. Ni ushauri wangu, yeyote ambaye unajijua una mbegu ya Mungu ndani yako, chonde 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 chonde, chukua hatua. Ni kweli zinaweza kukugharimu, unaweza kuanza kupata mateso sawa na wale wanaolia, lakini huo ndio ubinadamu ulio kamili, huo ndio ucha Mungu. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka kumuhifadhi sifa, lakini pia ni yule aliyetoka gerezani. Anasema itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayefiwa, atakayeuawa, ama afae katika Bwana tangu sasa, apate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki, mwamuzi wa mwisho, yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.